Ukitazama kwa upande wa klabu ya Simba, mambo yao wanakwenda taratibu, lakini hivyo ndivyo ambavyo wanakwenda kutengeneza bomu kubwa, yani timu ambayo itaendelea kuwa tishio ndani ya ligi kuu Tanzania bara, hasa kutokana na namna ambavyo wanatazama wale wachezaji ambao wanaona kabisa kwamba kuna kitu wanacho ambacho wanaweza kukiongeza ndani ya timu. Sasa mpaka sasa hivi ndani ya klabu ya Simba wanaendelea kuwashawishi baadhi ya wachezaji ambao wanaona kabisa kwamba watawafaa zaidi pia kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Tayari tumeweza kuona baadhi ya wachezaji wameongezewa mikataba, na sasa wanatazama pia wale wachezaji ambao wako nje ya timu hiyo ili kuweza kuwasajili ndani ya msimu ambao unafuata ili iwe timu yenye ubora wa hali ya juu. Lakini kabla hatujakwenda kuangazia ni nini hasa ambacho kwa upande wa klabu ya Simba wamekitazama ama wamekwenda kufanya sajili, utakwenda kufahamu hapa. Lakini pia kikubwa nikukumbushe, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja ya siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Simba wanazidi kushika vichwa vya habari vya soka ndani na nje ya Tanzania. Taarifa za ndani kabisa zinaeleza kwamba klabu hiyo imeweka mikakati mikubwa ya kumalizia usajili wa kiungo mwenye uwezo mkubwa Stefan Aziz Ki, ambaye tayari anatajwa kuwa moja ya saini za nyota kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Lakini kinachoifanya hadithi hii kuwa ya kipekee zaidi ni kwamba mpango mzima wa usajili wa Aziz Ki unahusiana moja kwa moja na mke wake Hamisa Mobeto, ambaye yeye tunafahamu ni shabiki mkubwa wa klabu ya Simba, ambaye amehusishwa moja kwa moja katika kuhakikisha dili hilo linafanikiwa kwa kiwango cha juu. Simba hawakufanya chochote, lakini pia ambacho wamekifanya kwa upande wao, wameshamuahidi yani taarifa kwamba Hamisa Mobeto atashiriki ama atafanya jambo kuhakikisha Aziz Ki ama atamshawishi yani kujiunga na klabu ya Simba. Lakini pia ameshawishiwa kwa kupewa mkataba mnono, mkataba huu ambao unahusisha Hamisa Mobeto kutangaza bidhaa mbalimbali za klabu kupitia majukwaa yake ya kijamii. Lakini pia haikuishia hapo, pia kutangaza moja kwa moja zile bidhaa za Metri, ambapo ameweza kuambiwa mbali na mikataba ya ubalozi kwa upande wa klabu ya Simba, wameshamuahidi Hamisa Mobeto kiasi cha shilingi milioni 30 taslim endapo atafanikisha Aziz Ki kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Hii inathibitisha wazi kuwa mpango wa usajili huu si wa kawaida, bali ni mkakati wa kisiasa na kibiashara unaolenga kuhakikisha Simba inapata mchezaji mwenye ubora, huku pia wakishirikisha celebrity katika matangazo ya klabu. Na kitu pekee ambacho kinatazamwa zaidi, Aziz Ki huenda akakubali kujiunga na klabu ya Simba licha ya kuonekana kwamba tayari alicheza ndani ya klabu ya Yanga. Kwa sasa unaona kabisa tangu ameenda kule Uarabuni bado mambo yake hayajakuwa mazuri zaidi. Hivyo kwa upande wa klabu ya Simba wanamtizama kama mchezaji wa kigeni ambaye tayari amecheza ligi ya hapa na ana uwezo wa hali ya juu, na wanaamini kwamba ataweza kuonyesha kile ambacho alikionyesha ndani ya klabu ya Yanga. Usajili wa Aziz Ki umekuwa si wa kawaida, unahusisha si tu uongozi wa wachezaji bali na watu mashuhuri. Kwa upande wa klabu ya Simba wanajitizama zaidi kuelekea msimu ujao ili waweze kufanya vizuri hasa kwenye michuano ya kimataifa. Kwenye upande wa ligi tunatazama namna ambavyo mambo bado wakiendapo wakishinda viporo vyao watakuwa nyuma kwa pointi moja pekee kwa vinara ambao wanaongoza ligi, klabu ya Yanga. Hivyo wanachokihitaji ni kuweza kufanya vizuri pia msimu huu, lakini pia hata kuelekea kwenye msimu ujao. Tayari tunaona namna ambavyo wale wachezaji muhimu wanaendelea kusalia kwa kuongezewa mikataba, na wanatazama wachezaji wakubwa ambao wanaamini kwamba watakuja na wataleta impact ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo jambo kubwa tunasubiri ni kipi hasa ambacho Hamisa Mobeto atakifanya ili amshawishi mumewe Aziz Ki kujiunga na klabu ya Simba.